mbele za Bwana. Karibuni katika ibada ya asubuhi hii. Yesu akaondoka huko akaenda zake pande za Tiro na Sidoni. Tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea. Akapaza sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, "Mwacha aende zake, maana anapiga kelele nyuma yetu." Kajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Na akaja akamsujudia akisema, "Bwana, unisaidie." Kajibu akasema, "Si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Akasema, "Ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao." Ndipo Yesu akajibu akamwambia, "Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo." Akapona binti yake tangu saa ile. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo, baada ya kuwa amekuwa na nyakati ngumu sana katika mapambano na Mafarisayo, Masadukayo na wote ambao walikuwa wakileta ugumu na kikwazo katika maisha ya utumishi wake, Yesu anaondoka Kapernaum, anapita Galilaya na anaenda katika nchi ya milima iliyo katika mipaka ya Foinike. Na akifika hapa katika mipaka ya Tiro na Sidoni, ndipo maandiko yanasema ameenda kwa ajili ya mapumziko. Mipaka ya Tiro na Sidoni ni nje ya jiografia ya Yerusalemu. Mara hii alizoea kila wakati. Asubuhi sana aliwahi kwenda katika bustani ya Getsemani. Alikuwa na maeneo yake ya maombi kila ilipoitwa asubuhi. Na mara zote alipenda kuwa na maombi ya faragha. Wakati mwingine alikesha usiku mzima akiomba, na wakati mwingine aliomba pamoja na wanafunzi wake. Lakini kisa hiki kinaonesha mapambano yamekuwa ni mengi sana, na sasa inabidi awapeleke vacation watoto wake, wanafunzi wake, wapate nafasi ya kupumzika. Lakini eneo analolichagua ni nje ya mipaka ya Israeli. Anakwenda katika holiday yake katika nchi ya kipagani. Ndipo anapofika katika eneo hili la pande ya Tiro na Sidoni. Huku anakutana na mwanamke Mkananayo. Waliwaita Wakananayo, Wayahudi ndio waliwaita Wakananayo kwa sababu ya biashara walizokuwa wanafanya. Anapofika nyakati hizi, huyu mwanamke Mkananayo anamwendea Yesu. Hatuna ushahidi ya kwamba anamfahamu. Hatuna ushahidi ya kwamba huyu mwanamke anamjua Yesu. Lakini ukisoma Ijwaiti anasema diaspora ya Israeli, wale Wayahudi waliokuwa wamekaa nje ya mipaka, kila baada ya Pasaka walipokuwa wakirudi, walikuwa wakiulizia, wakielezea matendo makubwa ambayo Mungu anayafanya kwa kupitia huyu mtu anayeitwa Yesu. Na huyu mama, Biblia inasema anaondoka kule alipo, anakuja kukutana na Yesu. Jua ya kwamba hawa watu hawakubaliani, hawapendani. Wayahudi hawawapendi Wakanaanayo, Wafoinike, hawa jamii ya watu kutoka Sidoni. Nitaisema kwa nini. Lakini mara hii anavunja mipaka huyu mama, baada ya kuwa amesikia matendo makuu ambayo Yesu anayafanya.
Ndipo mama huyu anatembea, anakuja, na anapofika, jambo la kwanza anafika na kumwambia Yesu, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo. Na ndiyo sauti anayoipiga anapokutana na Yesu. Na kwa sababu ya mipaka yao, neno hili analisema akiwa mbali, halisemi akiwa karibu na Yesu. Maana haruhusiwi kuvuka. Watu wako kwenye picnic, wako kwenye mapumziko. Kwa hiyo anapofika kwa mbali, ili ajue ya kwamba anajua ya kwamba siwezi kupewa nafasi ya kumfikia Yesu. Kwa hiyo anapiga kelele, anasema, unirehemu mwana wa Daudi, binti yangu amebakawa na. Sasa hapa tuna mgogoro kidogo. Kwa nini mwana wa Daudi? Ngoja nikurudishe kidogo kwenye historia. Siku moja katika jamii ya wakati huu, Daudi alipokuwa anaingia katika utawala wake kama mfalme, alikuwa amezipiga wilaya zote kuisafisha Israeli ili aweze kutawala. Lakini anapofika katika eneo la Yerusalemu, zamani iliitwa Salemu, lakini kabla ya hapo iliitwa Yebusi. Na mji huu Bwana anamwambia Daudi, huwezi kuitawala Israeli kutokea Hebroni. Ninataka uitawale Israeli kutokea Yerusalemu. Na Mungu anapomwambia Daudi anasema, lakini Yerusalemu sio mji wa Israeli. Yerusalemu sio pati ya mji wa Israeli. Na ndio maana utaangalia historia ya vita inayoendelea mpaka leo, ni kweli ya kwamba Yerusalemu haikuwa sehemu ya mji wa Israeli. Lakini Bwana anapomwambia Daudi, nenda kauchukue. Daudi ili aende vitani haendi kijinga. Daudi anaisoma ramani, anasoma historia ya jeshi la Yebusi, jeshi la Yerusalemu, jeshi la Salemu. Anapoisoma anagundua, pamoja na kwamba sio mji wa Israeli, lakini mfalme Melkizedeki aliwahi kupita eneo hili. Ndipo anasema, wilaya nyingine nimezipiga kwa nguvu za jeshi, lakini hii nitaiteka kwa kuitumia tu barua. Maana hawa watu, kama Melkizedeki alipita hapa, basi hawa watu wanamfahamu Mungu wa mbinguni. Hawa watu wanafahamu mpango wa ukombozi. Hawa watu wanamfahamu Masihi aliyeahidiwa. Kwa hiyo sitatumia jeshi wala sitamwaga damu hapa, nitawatumia barua ya ombi. Maandiko yanasema, kwa mfalme wa Yerusalemu, Bwana anishuhudia, nipeni Yerusalemu nimjengee Bwana nyumba yake. Mfalme alipoona hivyo akasema, huyu Daudi ni nani? Yaani nimpatie Yerusalemu? Huyu kijana pamoja na kushinda kote huko anafikiria anaweza akachukua huu mji kirahisi hivi. Sasa nitamtukana. Na kwa lugha za kijeshi tuna namna ya kuambiana kwamba jeshi lako ni dhaifu. Akamtumia makundi matatu. Na kundi la kwanza ilikuwa ni wanawake. Kundi la pili ilikuwa ni viwete. Kundi la tatu ilikuwa ni vipofu. Na Daudi anapopokea barua anaambiwa, hii ndio staili, hii ndio size yako. Nitatumia tu wanawake, vipofu na viwete kukushinda. Siwezi kukupatia mji wa Yerusalemu. Daudi alipoona hivi, haya makundi matatu yakaingia katika mgogoro mkubwa sana na Daudi. Mpaka anakaribia kufa, alisamehe kundi moja, na hilo ni viwete. Je,
amesalia mtu yeyote katika nyumba ya Sauli, nimtendee wema kwa sababu ya rafiki yangu Jonathan. Muda huu Mefiboshethi anapopelekwa katika nyumba ya Daudi, Daudi akawasamehe viwete wote, akafa na madeni mawili. Ndio maana mwanamke, ndio maana vipofu walipomwona Yesu, kabla hawajafanya jambo lolote, walipiga kelele wakisema, unirehemu mwana wa Daudi. Kwa nini? Daudi alikufa hajafuta hili deni letu. Kwa sababu hiyo, huyu mwanamke anakuja kumwona Yesu, na anapompigia kelele, mwanamke huyu anajua, amesoma maandiko ya Kiyahudi kwamba deni la kuwiwa kwa baba litakaa vizazi 6 na la 7 watasamehewa. Na naposoma kuanzia historia ya Daudi mpaka kwa Yesu, anaona Yesu ni kizazi cha 28 katika mafungu ambayo yanaleta yeye ndiye kizazi cha 7 anayeweza kulifuta lile deni. Kwa hiyo anakuja akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo. Aliposema haya, wanafunzi wakaghadhabika sana, wakamfuata Yesu, wakamwambia, si kwamba hatujali, lakini tuko katika faragha, tunaomba umruhusu, mpatie business card yako, atakuja Yerusalemu. Alikuwa wapi mpaka anakuja kuharibu picnic? Waliposema hivyo, maandiko yanasema, ndipo huyu mwanamke aliposema hivyo, ndipo Yesu akawajibu, akamwambia yule mwanamke, sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli. Hawa ndio waliopotea, nimetumwa hao tu. Na alikuwa mbali kidogo mwanamke alipopokea jibu hili. Aliposikia sikutumwa isipokuwa kwa nyumba ya Israeli, fungu la 25 linasema, ndipo akaja akamsogelea karibu, akamsujudu. Mara ya kwanza alipoomba, jibu lake hakujibiwa, ilikuwa ni ukimya. Silence was the answer. Na anapopewa ukimya, wanafunzi wanaposema anapiga kelele, Yesu anawaambia wanafunzi, hata na hivyo sikutumwa isipokuwa kwa kondoo wa Israeli. Biblia inasema mwanamke akasogea, na anapokuja akaja akamsujudia. Mara ya kwanza ukimya, iliposemwa ni kelele, akaja akamsujudia. Ukimya wa Yesu ulimpeleka katika tendo la ibada. Kwa nini? Amesoma mahali fulani kwamba Mungu wa Israeli anatenganisha vitu viwili. Moja, sifa na ibada. Sifa ni mahali ambapo tunamtukuza Mungu kwa ushahidi aliyotutendea. Kwa hiyo lazima tutampa sifa kwa sababu tuna evidence ya matendo makuu aliyotutendea. Lakini ibada ni tendo linalofanywa hata kama hatuna ushahidi wa yale aliyotutendea. Mwanamke akasema, silence has no praise for me but has a worship point. Ukimya hautanipatia sifa za kwa Bwana, lakini unanipeleka kwa ajili ya kituo kikubwa cha ibada. Na watu wengi wamekuwa hawajibiwi maombi kwa sababu wanapoona ukimya wanaishia hapo. Wanasema maombi haya basi na mimi ninaliacha hivyo, maana nimeshamwambia, amesikia hajasikia, haya anaacha. Lakini huyu akaenda, ukimya ulimpeleka katika ibada. Sasa angalia ibada inachoweza kufanya. Alipoenda katika ibada, Yesu akamwambia, umeendelea kusogea, lakini ukweli ni huu, si vyema kuchukua chakula cha watoto
halafu nikimpatie mbwa kama wewe. Yule mwanamke akasema, Bwana, hata mbwa hula katika makombo ya bwana zao. Umeona ibada inachoweza kufanya? Ukimya umempeleka katika ibada, na ibada imempatia jibu. Si kwamba siwezi kukusaidia, ila status yako tu. Siwezi kumpatia mbwa chakula cha watoto. Aliposema hivyo, maandiko yanasema hata mbwa bado huwa wanakula mabaki. Sasa hapa kuna shida kubwa ya kulielewa hili fungu, lakini kwa sababu ya wakati wetu, huyu mwanamke anatoka katika nchi ya Sidoni, na Sidoni ina precious export ya aina mbili kwa Israeli. Sidoni ndipo ambapo Sulemani alienda kaoa mataifa. Alipooa katika nchi ya Sidoni, taifa la Israeli liliharibika sana. Ndipo Ahabu alipokosea. Hata ndoa ya Ahabu anapofunga na Yezebeli, alienda akamchukua ndugu yake wa karibu sana na mke wa Sulemani katika mji wa Sidoni. Yezebeli, jana tuliona, ndiye alikuwa mwanamke wa Hira aliyemuua Nabothi Myezreeli. Na kwa sababu ya matukio, mbwa walipoilamba damu ya Naboth, Ramoth Gileadi wanapoipiga Yuda Israeli, mfalme anapokufa, mbwa wakailamba damu ya Ahabu. Lakini Yezebeli anapokufa, mbwa wanakuja wanailamba damu yake. Watu kutoka katika mji wa Sidoni wakaitwa watu wa mji wa mbwa. Ile status yao wakaitwa hivyo. Na anapokuwa ndio status yake, Yesu anamwambia, sijatumwa isipokuwa kwa Israeli, na nimekuja katika eneo hili kukuambia ya kwamba si kwamba ninashindwa kukusaidia, ila status yenu. Kwa nini nimekuja, nimevuka kutoka Yerusalemu nimekuja Sidoni? Ni kwa sababu kila wakati watu wa Sidoni wanapokanyaga katika ardhi ya taifa la Israeli, Israeli inaharibika sana. Wakati wa Sulemani taifa limeharibika. Wakati wa Ahabu taifa limeharibika. Na leo ulikuwa unakuja Yerusalemu. Si kwamba siwezi kukusaidia, ila sasa mwanamke anasema, haisi kwamba yuko offended. Anasema, ndio Bwana, ninajua historia inatutesa. Sasa kwa sababu ya wakati, utaenda usome Sidoni na Tiro. Kwa nini Sidoni na Tiro? Ndipo utakapogundua kisa cha mwanamke na mtoto wake. Asubuhi ya leo niwaite katika hitimisho hili. Yesu akasema, mama, nimekusikia, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Wayunani wanasikia, you have a resilience faith, a quality of faith that's able
to see us through trouble, temptation and trials, and even come stronger, ambayo tunapitia changamoto, maumivu, mateso, lakini bado tunapotoka hapo tunakuwa imara, tuna bounce back kuliko zamani. Imani hiyo ndio anayoiona. Anasema sijawahi kuiona hii katika Israeli, imani ya namna hii. Niwatie moyo asubuhi ya leo. Silence has no praise from me. Ukimya haunipeleki katika sifa, lakini unanipeleka katika ibada. Na Biblia inasema imani ile ilichimba, imani ile ilimfikisha katika hitaji la moyo wake. Umeomba kwa muda mrefu na Bwana ametulia. Endelea, usikate tamaa. Unahitaji kuthibitisha hapa kwamba Bwana, ninahitaji katika hili. Ndiyo, nilitoka katika nchi ya uasi. Ndiyo, historia inanihumiza. Ndiyo, mapepo yananisumbua. Ndiyo, wakati mwingine tumeishi, maana huyu mama, matendo ya Yezebeli ndiyo yanayoharibu generation ya watu wa Sidon. Kwa hiyo tunapofika hapa asubuhi hii, niwatie moyo. Yumkini historia imeendelea kukuumiza. Sahihisha historia yako. Na ndio hotuba ya asubuhi ya leo. Bado tunaweza kusahihisha historia, na Bwana atusaidie asubuhi ya leo. Nimeona mabinti wengine anasema pastor, sitamani kuolewa kwa sababu ninapokumbuka mama alivyokuwa anapigwa na baba. Kila kijana anaponiambia I love you, nasikia kile kipigo. Sahihisha historia yako. Sahihisha historia yako. Sahihisha historia yako. Asubuhi ya leo Bwana akawafunike na uwepo wake. Kila gumu lililokuwa umetoka katika familia za maumivu, hali ya uchumi ni mbaya, maisha hayaendeki, kila jambo linalokuja ni kwa sababu ya historia ya nyuma. Tumeishi katika maumivu ya historia za nyuma. Baba zetu na mama zetu waliyatenda haya, lakini yameendelea kuwa ni mwiba katika maisha yetu. Sahihisha historia yako. Kama mwanamke huyu aliweza kusahihisha historia, bado unaweza kusahihisha historia yako. Bwana awabariki asubuhi ya leo. Imani hiyo ikawe imani yetu kwa jina la Yesu. Amen. Tunapoomba tukiwa tumesimama, yumkini yako ambayo unamtamani Bwana akutendee katika maisha yako.